Ndio. Ushaolewa tayari? Hapana. Sijaolewa, tusitaki. Lakini si mhusika katika video jamani. Si ushaolewa pale na kapteni? Nilikuwa kazi tu. Nimeshatoka kwa maswali ya majibu yao wameyapata. Tuelezee approach ilikuwaje mpaka mkaja na idea na oa zikapicha vile, mwisho siku kimya, watu kajiuliza Chanuo kashaolewa tena na Tundamani jamani, kama mke wa pili. Ilikuwa ni point tu ile, kwa sababu iliondoka sana unajua. Kwa hivyo ondoka sana faka mambo yameingiliana nafikiri mwenyewe. Kwa hiyo ndo akuitoa kwa kipindi kile alikuwa yuko busy. Ila idea alitoa yeye mwenyewe. Alitoa yeye akasema mimi niliitwa tu kama msanii njoo shoot tutashuti kitu fulani. Ile siku kupandisha picha alimwambia unaje tupandishe, yani kwa yeye mwenyewe kwa hajafikiria. Kwa nikamwambia tupandishe hizo picha, tukipandisha inaweza ikaleta kitu. Kwa sababu nilijua nyimbo itachukua hata siku 3. Kwa tulipandisha picha zikakubali. Afi ndo akawa yuko busy. Unahisi kwa nini alikufuata wewe? Aliniambia toka muda nataka kufanya kazi na mimi. Yaani hajaanza pale kwenye nyumba yake ya muda toka nimetoka kwenye ndoa. Tokea ulipotoka huko? Toka nimetoka ndoa nataka nifanye nayo nyimbo. Japo ilikuwa sio ile kwa nyumba aloniambia. Maisha hadi kuifanyia challenge. Kwa ilipotokaga ile nikaona imeshaisha, ila kumbe yeye bado anakumbuka. Hapo umetuambia kwamba ulipotoka katika ndoa kapteni akakuapproach uingie katika kazi yake. Sasa hiyo unahisi kwamba kwa nini alikufuata baada ya kutoka katika ndoa? Mimi nahisi nilikuwa aliniona niko vibaya. Alinionea huruma kwa sababu alinifuata nimetoka kwenye ndoa na kama mwezi hivi. Siko sound interviews na ruka. Alikuwa ana upendo sana, ni mmoja wa watu walionifanya nikajisikia vizuri sana. Alinifanya nikawa niko vizuri, naelewa. Yaani mtu ananiambia uko wapi? Kwamba yani hapo simjui, sijamzoea, namuona tu kwenye nyimbo. Kwa akaniambia Chanuo uko wapi? Nataka nikuone. Alinifuata DM. Nikamwelekeza nilipo, akaja, ilikuwa ni usiku. Akaniambia uko sawa? Nikamwambia yes niko sawa. Akaniambia hapo mimi nataka uwe sawa, usiwe hivyo na stress, kwa nyimbo nataka ufanye hivyo. Ile ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kumuona. Alafu Limani mstaarabu. Kwa akawa anapiga simu za kunifariji sana, nikamchukulia kama kaka tayari. Akanikutanisha na watu wengi sana. Akaniambia maisha ndo haya ya kuwa tu sawa hivyo. Mpaka alikuwa anamshukuru sana, nampenda kwa sababu hiyo. Yeah.